Watumishi wa halmashauri ya manispaa ya Singida pamoja na wanafunzi wa shule mbalimbali wameshukuru bodi ya bima ya Amana kwa kuwapatia mafunzo ya elimu ya fedha ambayo imekuwa mwangaza kwenye usalama wa fedha zao ndani ya mabenki. Mafunzo ya leo yalikuwa mazuri. Kimsingi kuna vitu ambavyo vingi tulikuwa hatuvifahamu, hasa sisi ambao watumishi tupo katika manispaa ya Singida. Wengine asilimia kubwa tulikuwa tunaenda tu benki tunafanya miamala bila kufahamu vitu ambavyo tulivyoelekezwa leo. Kimsingi kuna vitu vingi ambavyo vina umuhimu, hasa masuala haya ya bima. Kuanzia leo kuna mwanga ambao tumeupata hasa kwenye masuala ya bima ya fedha zetu na usalama wa fedha zetu. Tulikuwa tufahamu, kama mimi binafsi nilikuwa sifahamu kuhusu swala la usalama wa fedha zangu. Pindi ambapo nitakapopata tatizo lolote au benki itakapofilisika, wapi niende au kimbilio langu litakuwa wapi. Lakini kuanzia leo nimepata mwanga ambao kimsingi nitakao nitumia kuanzia hapo na kuendelea ili nipate kurejeshewa fedha zangu. Na mafunzo kama haya kwa watumishi siku ya leo yamewafungulia mwanga mpya katika elimu ya fedha, kwa sababu kitu ambacho kwa watu jue ni kwamba pale unapopata changamoto ya kibenki ni wapi pa kukimbilia. Lakini leo watumishi wa umma katika manispaa ya Singida wanatambua kabisa, baada ya kumalizana na benki na kuona umeshindwa kupata usaidizi au umekuta benki imefungwa kama walivyokwisha kusema, unajua uanzie wapi kwa ajili ya kupata amana zako ambazo zilihifadhiwa na benki husika. Kitu kipi ambacho tumekipata katika mafunzo haya siku ya leo ni kwamba benki ni sehemu salama za kuhifadhi fedha zetu kama watumishi wa umma, na tusiogope kuweka fedha benki na tuepukane na zile njia ambazo sio rasmi, kwa sababu tayari benki inahakikisha kwamba benki kiumba tayari kuna mfuko wa amana wa kutusaidia kutunza fedha zetu. Lakini ukiweka nyumbani fedha zako katika mifuko ambayo sio rasmi, basi unakuta kabisa unaweza kupoteza benki fedha zako na usipate chochote cha kurudi. Na kupitia mifuko hii na mafunzo haya ambayo tumeyapata leo, imetupa mwanga sio tu kuweka fedha, lakini imetupa mwanga kwamba taasisi zote za kifedha ziko chini ya uangalizi wa Benki Kuu ya Tanzania, lakini vile na taasisi kama mfuko wa bima ya Amana. Kwa jina naitwa Betha Hiera, ni mtumishi kutoka bodi ya bima ya Amana. Leo tumefika hapa Singida kwa ajili ya kuzungumza na watumishi wa halmashauri pamoja na wananchi wengine. Kikubwa hasa ni kutoa elimu ya fedha na kujitambulisha sisi kama bodi ya bima ya Amana pamoja na kazi zetu za msingi ambazo kama tulivyoona watumishi wengi na wananchi wengi walikuwa hawatufahamu kabisa sisi kama bodi ya bima ya Amana, na tumejitahidi sana kuwaeleza kwamba sisi ni taasisi ya umma ambayo lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba kuna usalama wa pesa zao ambazo zimewekwa kwenye mabenki mbalimbali, lakini pia kujitambulisha kama sisi ni wafilisi wa mabenki ambayo yamefungwa ama yametangazwa mufilisi na Benki Kuu ya Tanzania. Kwamba tunavyojua watu wengi sana, wananchi wetu sana wana kiwango kidogo sana cha elimu ya fedha, lakini pia sisi kama taasisi, kwa sababu kabla tulikuwa tuko chini ya Benki Kuu ya Tanzania kama idara, ilikuwa ni ngumu sana kwa mwananchi wa kawaida kutufahamu, kwa sababu kazi zetu nyingi sana tulikuwa tunaonekana tunafanya kazi chini ya mwamvuli wa Benki Kuu ya Tanzania. Na kwa sababu serikali imetuamini na imetupa nafasi ya kutoka kama taasisi ya umma kwenda nje ya Benki Kuu ya Tanzania, basi tumeona kuna umuhimu sasa wa sisi kujitambulisha kama taasisi ili wananchi waweze kutufahamu na waweze kutufikia sisi moja kwa moja. Kwa ujumla wananchi wengi sana wamefurahia elimu ya fedha na wametupa ushirikiano sana, na wengi hata ambao walikuwa hawana akaunti, walikuwa wanatunza pesa zao kwenye vibubu, wameahidi kubadilika na kuanza kutunza pesa zao katika mabenki. Jina langu naitwa Luaga Mwambande, ni mkuu wa kitengo cha uhusiano wa umma na mawasiliano kutoka bodi ya bima ya Amana. Bodi ya bima ya Amana ni taasisi ya umma ambayo ilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya mabenki na taasisi za fedha ya mwaka 1991 na ikaanza rasmi mwaka 1994. Ilipoanzishwa ilikuwa ndani ya Benki Kuu ya Tanzania. Imelelewa na Benki Kuu ya Tanzania toka mwaka 94, na mwaka jana 2025 serikali iliamua kwamba iwe taasisi inayojitegemea. Kwa hiyo sasa tuko katika mchakato
wa kujitegemea kutoka kabisa katika majengo ya Benki Kuu ya Tanzania. Jukumu la Bodi ya Bima ya Amana ni kukinga amana yako. Amana ni hazina, amana ni pesa, na sisi kama Bodi ya Bima ya Amana tunakinga pesa yako ambayo umeiweka benki. Kama umefungua tu account benki, basi ujue tayari hiyo ina bima, kwamba endapo benki yako ikifa, basi sisi Bodi ya Bima ya Amana tutakurudishia pesa yako ile iliyokingwa. Napomalizia hivi, kuwahimiza kuendelea kutumia huduma za kibenki, kwa sababu sasa mnajua kwamba ukiwa na amana yako kuna kinga. Tunawashukuru sana nyinyi Bodi ya Amana ya Mikopo. Tunaitwa Bodi ya Bima ya Amana kwa elimu mliotupatia siku hii ya leo. Nafikiri mliona wakati kabla mjaanza kutoa elimu, watu walikuwa wafahamu mambo mengi ambayo mnayafanya nyinyi kama Bodi ya Bima ya Amana, lakini kwa idadi ya maswali kuendelea kupungua kadiri mlivyokuwa mnatoa elimu, basi inamaanisha kwamba kila mmoja anaelewa sasa nini maana ya Bodi ya Bima ya Amana na majukumu yao na shughuli zao. Naomba nikuhakikishie kwamba haya yote ambayo mmetufahamisha na mmeyafundisha na wafahamu watumishi wenzangu hapa, basi watayazingatia, na pengine kila mmoja basi atatumia fursa hii kwenda kuwahamasisha wale ambao wako nyuma yetu, nikiwa na maana wale ambao wako majumbani, ili basi waweze kuweka amana zao kwenye mifumo rasmi, taasisi za kifedha ambazo zipo chini ya Benki Kuu, ili kuweza kuziwekea kinga amana hizo.